Watu wengi sana tunafahamu ule wimbo ambao unafahamika kama Makombolelo. And of course ni wimbo ambao wengi hawajui maana yake, lakini wamekuwa wakiusikiliza sana, specifically kwa wale ambao wamekuwa wakipitia Instagram kwa moja ya wanaharakati anafahamika kwa jina la Sativa. Amekuwa akitumia sana huu wimbo wa Makombolelo kama ni moja ya nyimbo ambazo zilikuwa zinawapa hamasa sana watu, lakini pia zilikuwa zinawatia nguvu na watu kuona kwamba pengine ushindi upo karibu kwa kumtegemea Mungu zaidi. Wengi walikuwa hawajui maana ya huu wimbo kwamba unahusiana na nini, lakini ile vibe lake pamoja na jinsi ambavyo watu walikuwa nalipokea kutokana na kile ambacho kilikuwa kinaandikwa, pia ilikuwa ni ishara moja kwa moja kwamba huu wimbo watu walikuwa wanautumia kama njia ya kuwapa imani na hamasa ya kuweza kupambana zaidi, wakiamini kwamba ushindi upo karibu. Sasa unajiuliza ni nani ambaye aliimba ule wimbo na ule wimbo ulikuwa unamaanisha nini hasa? Hapa nimekuja kukuletea nimekuja kukuletea baadhi ya tafsiri ya mistari muhimu sana katika ule wimbo. Pengine unaweza kufahamu na kujua kwamba ilikuwa inamaanisha nini, isijakuwa ulikuwa unafurahia kumbe wimbo ulikuwa wa matosi, au isijakuwa ulikuwa unafurahia kumbe wimbo ulikuwa na maana nyingine kabisa. So join na mimi mwanzo mpaka mwisho hii video ukapate kufahamu ukweli wote. Makombolelo maana yake nini, na baadhi ya mistari mikuu katika ule wimbo ilikuwa inamaanisha nini hasa, na je kila ambacho wewe ulikuwa unaamini pengine kinaweza kikaa kinamaanishwa kwenye ule wimbo ndicho hicho ambacho ulikuwa unakiamini ni cha kweli kilichoimbwa kwenye ule wimbo au vipi? Sasa hapa ungana mimi mwanzo mpaka mwisho hii video, nitaenda kukupa tafsiri ya baadhi ya maneno. Nitakupa kwanza maneno yenyewe original kwa lugha asili ambayo iliweza kutumika kwenye ule wimbo ambao uliweza kuimbwa, alafu baada hapo nitakupa translation yake kwa Kiingereza, and then nitakupa pia translation yake kwa Kiswahili ili uweze kufahamu kwamba ilikuwa inamaanisha nini hasa. So join na mimi mwanzo mpaka mwisho, ila nikukumbushe tu kwamba kabla tujafika mbali zaidi, ninachokuomba tumia sekunde moja tu kubonyeza neno subscribe. Ikiwa kama ni moja tu ambao ushawahi kukutana na huu wimbo na pengine ulikuwa unatamani kufahamu mawili matatu kuhusiana na huu wimbo, basi tumia sekunde moja tu kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video, na mimi nitatambua kwamba kumbe ni moja tu ambao ushawahi kusikia huu wimbo popote pale. Specifically kwa wale ambao wamekuwa wakipita sana katika Instagram pale, bila shaka watakuwa wanafahamu huu wimbo. Mimi naitwa Gabby Official, hii ni Bongo Vibe. Usisahau kusubscribe, alafu tuanze tu moja kwa moja mpaka mwisho ukapata kufahamu kweli wote. Sasa kama kawaida ni wimbo fulani hivi ambao umegain popularity sana. Hata wale ambao wameweza kuimba huu wimbo nadhani watakuwa wanajisifu sana, kwa sababu wamefanya kitu ambacho hawakujua kwamba pengine leo au kesho kwa Tanzania kikuja kuwa famous kiasi hiki. Wimbo unakwenda kwa jina la Africa for Jesus, lakini walioimba ni kikundi ambacho kinafahamika kama Worship House. Of course ni kundi fulani vile waimbaji kutoka huko kusini mwa Afrika, na wimbo wakaupa jina la Makombolelo. Sasa Makombolelo ni kutoka katika lugha ya Washona, of course ni kutoka South Africa, ambapo ukija kwenye tafsiri ya Kiingereza utakuja kuona kwamba maana yake ni blessings, alafu kwa Kiswahili ni baraka, lakini pale kuna neno fulani hivi linaitwa kukomborera. Ukiangalia inafanana sana na lugha za kabila nyingi sana za hapa Bongo Tanzania, alafu kwa Kiingereza ilikuwa ni to bless, alafu kwa Kiswahili ilikuwa ni kama vile kubariki. So kuna vitu vingi ambavyo viliimbwa kwenye ule wimbo. Mimi nataka nikuletee tafsiri zake hapa. Nimechukua zile sehemu muhimu, alafu nitajaribu kukupa uweze kufahamu maana zake ni zipi, ili mwisho wa siku sasa na wewe uweze kujua kwamba kile ulichokuwa unakiamini ni chenyewe, kwamba kinaimbwa kwenye ule wimbo au sio chenyewe. Moja ya mstari ambao umeimbwa mle ndani unasema kwa lugha ya Kishona wanasema Makombolelo hobo, ambapo kwa lugha ya Kiingereza hapa wanasema overflowing, yani kutililika, mibaraka inatililika, mabaraka ziko nyingi sana. Alafu kuna mstari mwingine ukawa unaitwa Tinao Makombolelo, ambapo hapa alikuwa anasema kwamba we have the blessings, yani tuna baraka. Mstari mwingine ulikuwa unasema kwamba Ndinoga Mchira, ambapo hapa kwa Kiingereza alikuwa anamaanisha I receive, and kwa Kiswahili ilikuwa inamaanisha kwamba napokea. Alafu mstari mwingine ulikuwa unasema kwamba kubuva kuna Yahweh, yani from the Lord au from the God, na maana yake kwa Kiswahili ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu. So mstari mwingine hapo ulikuwa unasema kwamba mwari vendo kukombolera, ambapo hapa kwa lugha ya Kiingereza ilikuwa inamaanisha kwamba God will bless you, Mungu atakubariki. Wengi wakaenda mbali zaidi wakatamani kufahamu lyrics za wimbo mzima kwa Kiswahili zilikuwa zinamaanisha nini, lakini ngoja nikupeleke kidogo hapo uendelee kufahamu haya machache ili uweze kujua kwamba ule wimbo ulikuwa unamaanisha nini, kwa sababu at least ungeimba kwa Kiingereza
watu wangeshakuwa wanajua kwamba ulikuwa unamaanisha nini, lakini ndio hivyo tena, umeumbwa kwa lugha ya Kishona. So nitakupa tafsiri hapa kwa ajili ya wale ambao hawajui Kiswahili, lakini pia kwa wale ambao wanajua Kiswahili pekee yake, hawajui Kiingereza, yote tutaweza kufahamu hapa. Sasa moja ya mistari mingine ya wimbo ni ule ambao unasema kwamba Africa for Jesus, ambao unafahamu hata Kishona alitaja hivyo hivyo, lakini maana yake ni kwamba Africa ni kwa ajili ya Yesu Kristo. Alafu kuna mstari mwingine unaokwenda kwa jina la Ngatinamate Mwari, ambapo hapa alikuwa anamaanisha kwamba let us worship God, tumwabudu Mwenyezi Mungu. Mwingine ukawa unasema kwamba Tikanamata Mwari uyu, maana yake when we worship this God. Kwa Kiswahili unasema pale tunapokuwa tunamwabudu Mungu huyu. Mstari mwingine anasema kwamba anutipa makombolelo hobo, maana yake he gives us overflowing blessings, anatupa baraka nyingi, baraka tele. Hicho ndicho ambacho kilikuwa kinamaanishwa. Lakini pia kuna moja mstari mwingine kwa anasema kwamba Mwafrika medu mundo, maana yake in our Africa in the world, katika Afrika yetu lakini pia ulimwenguni. Mstari mwingine ulikuwa unasema kwamba makombolelo kunyika zedu, maana yake blessings for our countries, kwa maana ya baraka kwa ajili ya nchi zetu. Lakini pia mstari mwingine unasema kwamba makombolelo kamuhuli zebu, maana yake blessings for our families, baraka kwa ajili ya familia zetu. Mistari iko mingi sana, lakini mistari michache hapa ni kuongezeni kwamba kuna mstari anasema kwamba anouya hobo, maana yake it comes, yani zinakuja ama inakuja. Alikuwa anamaanisha kwamba ni baraka zinakuja. Lakini kingine mstari mwingine hapo unasema kwamba kuna vanu vangu vanodanwa nezita rangu. Afu kwa Kiingereza hapa ilikuwa inamaanisha kwamba if my people who are called by my name, yani watu wangu walioitwa kwa ajili ya jina langu au kwa jina langu. Mstari mwingine ulikuwa unasema kwamba vakavininipisa vakanyengetera, maana yake humble themselves and pray, maana yake kwamba wakajinyenyekeza na kuomba. Humble themselves and pray, wakajinyenyekeza na kuomba. Lakini mstari mwingine hapa miwili ya mwisho mitatu anasema kwamba ndichapodoza nyika yavo, maana yake alikuwa anamaanisha kwamba I will heal their land. Maana yake ilikuwa ni mpango wa Mwenyezi Mungu kwamba nitaiponya nchi yao. Alafu mstari mwingine hapa alikuwa anasema Africa will be saved, ambapo ndo watu wengi bila shaka wanaofahamu huu mstari kwamba umekuwa ukisikia kwenye ule wimbo, maana yake ni Afrika itaokolewa. Lakini mstari wa mwisho kabisa ambao mimi nimekuletea hapa ni pale anaposema kwamba the Holy Spirit has come down, yani Roho Mtakatifu ameshashuka. Sasa hiyo ni baadhi tu ya mistari ambayo mimi nimekuletea hapa uweze kufahamu wimbo ulikuwa unamaanisha nini. Pengine wewe ni mmoja ambao ulisikiliza ule wimbo ulikuwa una vibe sana, ulikuwa unasikiliza sana, unaopenda sana mpaka leo, lakini hukuwahi kufahamu maana yake. Tuambie wewe ulikuwa unajua baadhi ya mistari hii ya wimbo kwamba inamaanisha hiki ambacho pengine mimi nimeweza kukutafsiria hapa. Tuambie kwenye comment section hapo chini, lakini kabla huja comment tumia sekunde moja kubonyeza neno subscribe, utakometisha sana. Mimi ni Gabi Official, mpaka next video. Ukisubscribe utakuwa umeongeza kitu fulani hivi kikubwa katika maisha yetu, lakini pia Mungu akubariki sana. Bye bye.